huwezi kufanikiwa zaidi ya uwazavyo. Waza kwa bidii. Achana na kuwaza shilingi 100,000, 100,000. Mungu akusaidie, waza 1,000,000. Haleluya! Waza kwa bidii, panga kwa bidii, tafakari kwa bidii, kusudia kwa bidii, kujenga mnara kama wa Babeli. Na wale ambao Mungu kawafikisha kwenye 1,000,000, kwa nini usiwaze 10,000,000? Kwa nini usiwaze 10,000,000? Una biashara sawa, hii hapa inakupa shilingi 1,000,000, sawa, jambo zuri, kwa mwaka, kwa mwezi, sawa. Kwa nini usiwaze 10,000,000? Tamka 10,000,000. Alafu tamka 1,000,000. Imekugharimu muda gani kutamka 10,000,000 na 1,000,000? Hakuna tofauti yoyote. 10,000, 10,000. Mimi niko kwenye mamilioni. Haleluya! Waza kwa bidii kuwa na mamilioni ya pesa. Kwenye kitabu hiko cha Mithali sura 23 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake haui pamoja nawe. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo. Nafsini mwako kuna shilingi ngapi? Nafsini mwako kuna shilingi ngapi? Moyoni mwako kuna shilingi ngapi? Ndivyo utakavyokuwa. Siku moja nilipima ili andiko. Mfanyakazi mwenzangu kaniita, mimi nina shida. Akaniambia una shida? Sawa basi. Akaniambia naomba unisaidie. Nikachukua mkono wangu, nikachukua kile kitu mnaita kifuko cha nyuma, halafu nikachukua kitu kinaitwa kadi ya benki, hii ATM card hii. Nikampa hii kadi, nikamwambia nenda kachukue pesa za kutatua matatizo yako yote duniani. Nikampa na password, namba ya siri 1234. Akaondoka, akaenda kwenye benki, kwenye mashine, akachomeka hivi chip, ikafunguka. Ingiza namba ya siri, akaandika 1234, kioo kikafunguka. Unataka kufanya nini? Nataka kutoa pesa. Akabonyeza tap, kutoa pesa. Shilingi ngapi? Unafikiri aliandika shilingi ngapi? Nafikiri aliandika shilingi ngapi? Nataka usia upande huu. Aliandika shilingi ngapi? 100,000. Upande huu 100,000. Upande huu 1,000,000. Upande huu 2,000,000. Upande huu 1,50,000. Aliandika kile anachowaza moyoni. Shilingi 200,000. 200,000. ATM ina uwezo wa kutema mpaka 5,000,000. Akaandika pale 200,000, 200,000, 000. Ikazungusha, ikatoa pesa. Zilipotoka shilingi 200,000, ikamuuliza unataka kuendelea? Basi. Huwezi kufanikiwa zaidi ya unavyowaza. Ndio maana baadhi yenu mnapokuwa ofisini, bosi anakuja, kuna nafasi hii imetokea, tunakuomba ukaimu. Kitu gani kinatokea kwenye nafsi yako? Kitu cha kwanza unasema bosi, mimi sitaki, siwezi hayo mambo. Maana utaki cheo.
cheo kinaambatana na pesa. Biblia inasema waza kwa bidii uwe tajiri. Haleluya! Waza kwa bidii, angalia kwa bidii. Hilo ni jambo la kwanza. Badilisha unavyowaza, mfuko wako utabadilika. Badilisha unavyowaza, akili yako itabadilika. Badilisha unavyowaza, huduma yako itabadilika. Ukiwaza kuwa mdogo utabakia kuwa mdogo. Ukiwaza milioni moja utabakia milioni moja. Waza milioni 10, usiwaze kama 200,000. Haleluya! Jambo la pili, mkakati wa pili utakao kusaidia kujenga mafanikio katika uchumi wako, katika biashara yako, katika huduma yako ni uvumilivu. Kwenye huo mstari tuliosoma wa Mithali 21 kipande cha pili kile, anaweza kaurudia. Nahitaji usikilize kwa makini. Watu wengi ni mabingwa wa kuanza. Watu wengi wanafeli kwenye kumaliza. Swala sio kuanza, swala una uwezo wa kumaliza ulichokianzisha. Bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Anza mstari wa kwanza huo. Kuanzia mstari wa kwanza. Hiyo kipande cha soma chote. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Kinyume cha pupa ni uvumilivu. Kinyume cha pupa ni subira. Jitahidi kuwa mvumilivu. Achana na tabia ya kurukaruka. Umeanza kazi leo, hujamaliza miaka 2, ushabadilisha kazi. Unaruka kama kipepeo. What is the experience? Uzoefu wako uko wapi? Leo uko hapa, ghafla nasema hapa nilipi sana. Kesho uko hapa, hapa nilipi sana. Kesho kutoka uko hapa. Ukienda kwenye usaili kwenye interview, wanakuulizaga swali moja: kwa nini unahamahama? Kwa nini unahamahama? Leo umeanza maandazi, hujamaster, hujakuwa bingwa kwenye kupika maandazi. Kesho unakimbilia vitumbua. Hujatulia kwenye vitumbua, ushakimbilia kwenye bajaji. Bajaji bagia. Haleluya. Umeshakimbilia kwenye bagia. Nafikiri napanda sana bajaji mimi mpaka imenikaa kichwani. Hujakaa vizuri huku, mara unataka uanze kuku. Kuku hujakaa nao hata miezi 6, unataka bata. Pupa, umekosa uvumilivu. Biblia inasema kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Manake hali yake ya uchumi haiwi nzuri, anakuwa maskini. Umeanza biashara, una muda gani? Mimi biashara nilijaribu tu miezi 6, mwaka mmoja nikaacha. Pupa. Mwambie jirani yako uwe mvumilivu. Naye Abraham akapokea ahadi za Mungu kwa imani na uvumilivu, subira. Na hapa ni mkutano wa kina mama. Jamani, unahitajika uvumilivu. Hajatokea wa kukuoa, vumilia. Kwani wewe ndio wa kwanza? Maisha yanaendelea kama kawaida. Pambana kisawasawa. Lazima uvumilie. Umeenda kazini, umekutana na bosi mtata. Pambana, vumilia. Umeenda kwenye biashara, umekutana na mazingira magumu. Pambana, vumilia. Umeenda shuleni sio nyumbani. Mama nyumbani atakupikia chips, atakupikia mayai, atakupikia diko, atakuchemshia na miogo, atakufulia na nguo, atakusaidia. Ukienda shuleni hakuna hizo huduma. Uvumilivu uko wapi? Mimi sitaki kusoma. Maisha gani yale? Hauna uvumilivu, acha pupa. Haleluya. Vumilia. Wengine tuko kwenye ndoa, mambo yanakuwaga magumu wakati mwingine. Pengine baba aleti pesa ya kutosha,
Pengine baba aleti pesa kabisa. Unafanyaje? Acha pupa. Pesa, kazi, biashara, kama unataka uchomoe, lazima ujifunze uvumilivu. Biblia inatuambia alitokea bwana shamba, akaenda kwenye shamba lake, akaangalia matunda yanaitwa mtini. Miaka 3 hajapata kitu. Yule mtunza shamba akamwambia bwana wake, bwana, naomba upe mwaka mwingine mmoja. Tukimaliza miaka 4, kama hakuna matunda, basi ukate. Maana yake Mungu anaturuhusu tuwe na experience ya miaka 3 isiyokuwa na matunda. Tunapotoka mwaka wa 3 kwenda mwaka wa 4 ni mwaka wa ufufuo. Haleluya! Learn to be patient. Huwezi kuwa promoted kwa urahisi ndani ya kipindi cha chini ya miaka 3. Huwezi kupata fedha nyingi ndani ya kipindi cha miaka 3 kama unafanya biashara. Kama wewe unawekeza miaka 3, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, kidogo kuna ugumu, lakini break even point ama breakthrough, kipindi chetu cha mpenyo ni mwaka wa 3 kwenda wa 4. Haleluya! Hata Bwana Yesu alifufuka siku ya 3. Kwa nini haikuwa siku ya kwanza? Kwa nini haikuwa siku ya pili? Kwa nini Mungu aliweka ile 3? Ana sababu. Kwa nini kuna Utatu Mtakatifu? Ana sababu. Jifunze kuwa mvumilivu kwenye mambo ya fedha, biashara na uchumi. Uvumilivu. Mithali 13:11. Neno la Mungu linasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Tusome tena. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Narudia tena, na hapa naomba tusikilizane. Natamani wangekuwepo na vijana wa kiume, kwa sababu wao wanakuwa na papara. Akishindwa hivi, wao kapige mzinga kaiba. Shida ni nini? Pupa haraka hiyo. Biblia inasema mali iliyopatikana kwa haraka, mali inayopatikana kwa njia za mkato. Wale mnaopenda kulala maskini, kesho mnaamka matajiri. Biblia inasema hiyo mali itapunguka na kutoweka. Sipende kuiba, sipende kutapeli, sipende kudhulumu ili utajirike haraka. Chanzo cha mali kukua, hatimaye kuwa na uchumi mzuri, Biblia inasema bali yeye achumaye kidogo kidogo. Mungu anakutoa kwenye shilingi 10, anakuingiza kwenye 100, anakutoa kwenye 100, anakuingiza kwenye 1000, anakutoa kwenye 1000, anakuingiza kwenye 10,000, anakutoa kwenye 10,000, anakuingiza kwenye malaki, anakutoa kwenye malaki, anakuingiza kwenye mamilioni. Haleluya! Kidogo. Kwa nini unatenda kwenda haraka? Muulize jirani yako, kwa nini haraka? Uliwahi kusikia mimba imeingia leo, mtoto kazaliwa kesho? Mwahi kusikia hiyo? Si tuko kwenye mkutano wa kina mama? Mama alipata mimba leo, mtoto akazaliwa kesho. Ni kidogo. Leo mwezi mmoja. Wengine hata wakiwa na mimba mwezi mmoja, kwani wanajua? Wala yeye anaendelea tu. Paka daktari anambia, mimba ina miezi 3 hii. Iliingia lini? Inaenda mpaka miezi 9. Mtoto anazaliwa. Hakuna mtoto aliyezaliwa akawa anakimbia. Wote tunaanza kubebwa. Tukitoka kubebwa, tumenyonyeshwa, tunaanza kutambaa. Tunatoka kutambaa, tunaanza simama dede. Tukitoka kusimama dede, tunaanza tembea, anguka. Baada ya hapo tunatembea vizuri. Baada ya hapo tunaanza kukimbia. Baada ya hapo tunakuwa watu wazima. Haleluya! Na kwenye fedha,
Biblia inasema mali yenye kupatikana kwa haraka haraka. Nyinyi mnaopenda michezo ya haraka haraka, weka shilingi 100 utavuna malaki, utaliwa tu. Utaliwa tu. Desi ilipokuja ililamba watu. Na wewe kila siku unaibiwa hela, kila siku unatapeliwa pesa. Kwa nini hauna uchumi imara? Ni kwa sababu umejenga mazoea ya kutamani utajiri wa haraka haraka, hutaki kuchuma kidogo kidogo. Biblia inatuonya, inasema mali iliyopatikana kwa haraka hupotea na kutoweka. Wakati mwingine haya mambo ya kipuuzi yanapitaga kanisani. Mungu anisamee na samani kama nitagusa viongozi kama mlio kushiriki michezo ya haraka haraka hii. Ukisimama madhabahuni ni sehemu nzuri, sehemu takatifu. Uwe na uhakika unachokisema. Wewe ukiwa kiongozi wa dini, kiongozi wa kiroho, ukituambia njooni mcheze mchezo huu, sisi washirika tutacheza. Hatunaga shida sisi washirika. Sisi kondoo, au sio? Kazi yetu nini? Kumfuata mchungaji. Wewe ukisimama hapa, sisi tunachojua hatukuoni wewe, sisi tunamwona Mungu. Ukituambia chezeni hivi, tunaenda kucheza. Ukituambia rukeni upande huu, sisi tunaruka. Hata kama tuna degree, tunaruka tu. Kwa nini? Aliyesema ni kiongozi wetu wa kiroho. Huwa tunaga ugomvi si na viongozi wetu wa kiroho. Haleluya. Akituingiza chaka sasa. Rukeni hivi, tumedumbukia kwenye desi. Rukeni hivi, tumedumbukia kwenye mchezo wa dola. Rukeni hivi. Matokeo yake tunapoteza fedha nyingi kwa sababu tunatamani kufaidika haraka haraka. Be careful. Hakikisha kwenye safari yako ya uchumi kujenga fedha nyingi, unakuwa kidogo kidogo. Haleluya. Biblia inasema naye Bwana Yesu akakuwa katika hekima na kimo. Maana alitoka hivi kichekechea, kikazaliwa kikasogea hapa, kazaliwa kaenda hapa, kikakuwa kaenda hapa, kakakuwa kaenda hapa, kakakuwa kaenda hapa, kakaanza kufanya kazi za useremala, akakuwa akaenda mpaka miaka 30, akaanza huduma. Vijana, kwa nini hamtaki kusoma? Kwa nini hamtaki kusoma? Mnatafuta shortcut. Mimi nataka nikimbilie kazini, nianze kutengeneza pesa haraka haraka. Kwa hiyo hutaki kusoma, unaruka masomo, unadharau elimu. Biblia anasema nenda kidogo kidogo. Yeye achumaye kidogo kidogo, nenda kaanze ukarani, halafu unakuwa ofisa. Ukitoka ofisa unakuwa meneja ama msimamizi, supervisor. Supervisor unakuwa meneja, meneja unakuwa mkurugenzi. Baadaye Mungu anakujalia unakuwa mkuu wa taasisi kidogo kidogo. Haleluya. Wale ambao mko kwenye biashara, usimkopeshe mtu mpya pesa nyingi kwa sababu kakuahidi faida kubwa kubwa ya haraka haraka, utalizwa. Biblia inasema mtu mwenye haraka haraka, jirani naomba nikopeshe, naomba nikopeshe. Yani siku zote nilikuwa nakopesha shilingi 50,000, sasa hivi naomba shilingi 500,000 nitakurudishia. Unawaza faida mara 10 kutoka 50,000 kwenda 500,000. We mwangalifu. Talia tu na kusaga meno. Biblia imeshasema wazi. Mwenye haraka haraka, mwenye pupa hupoteza kila kitu. Lakini mwambie jirani, nilikukopesha shilingi 50,000, nitakuongezea 10%, nitakupa 55. Haleluya. Una minimize risk. Vumilivu, jambo muhimu sana. Mama moja siku moja alinifuata, anastaafu, kalipwa na serikali pesa milioni 180 mafao. Kachukua ile mafao, mwanangu niziwekeze wapi? Nikamwelekeza pa kufanya. Akasema no, mimi hizi pesa nafanya shughuli na nini na nini nitaziweka. Ungambia ngoja. Wewe una uzoefu wa pesa. Nimemuuliza swali moja, wewe kupata hela nyingi kiasi gani maishani mwako zaidi ya mshahara na allowance?
Sini milioni 2, milioni 3, milioni 2, milioni 3, milioni 4, milioni 5. Sasa milioni 180 zitakurusha akili. Tulia. Tukashindana pale, baadaye akakubali nimuongoze kwenye milioni 150. Tukachukua milioni 150, nikamwambia ziweke huko. Huku ni salama. Hakuna faida ya haraka haraka, ni kidogo kidogo, lakini pesa zako hazitapotea. Zile milioni 30 alizobakia nazo, kaenda pale Mlimani City pale, kakutana na watu. Hey, mama si hatujui kusoma, tusomee nini? Hivi ni chupa za almasi, zimejaa almasi. Yeye ndio anajifanya msomi, anawatafsiria wale wapumbavu. Kumbe yeye ndio mpumbavu kaliwa na wale jamaa. Wakamwambia sisi mama hatujui, hatujasoma sisi. Hivi unaweza ukatupa pesa ukachukua mzigo? Mama akajiona yeye msomi mwerevu, anawatafsiria vijana ambao wana mali ambao hawajui thamani yake. Akaenda kupakua milioni 30. Kwa nini? Chupa imeandikwa hapa unapata bilioni 1 ukiuza. Naye anawaza bilioni 1 atapigaje bao? Tamaa ya haraka haraka badala ya kuchuma kidogo kidogo kama ilivyokuwa kwenye ajira. Akawakabidhi milioni 30. Wakamkabidhi chupa. Hakuna cha madini wala nini. Takataka tu zimejaa mule. Kapoteza hela. Wastaafu wangapi wanapoteza pesa kwa sababu ya haraka haraka? Wewe umezoea kufanya kazi ya kuajiriwa asubuhi mchana jioni usiku, asubuhi mchana jioni usiku, tangu miaka 20 mpaka miaka 60 umestaafu. Hujai kufanya biashara. Ghafla umetoka huko na kustaafu kwako, mimi naenda kuwa mfanyabiashara mkubwa. Utapoteza kila kitu wewe. Kimbilia madaladala tu na bajaji. Ghafla unasikia zimeibiwa zote siku moja. Siku ya pili pressure. Siku ya tatu tumpeleke kwenye nyumba yake. Haleluya! Acha tamaa ya haraka haraka na utajiri wa haraka haraka, utapoteza kila kitu. Kuna baadhi ya michezo sio salama. Hili inatoa ahadi ya faida kubwa, lakini Biblia inasema kuna mtego ndani yake. Settle your mind. Wewe ni mtu mzima, tuliza kichwa, tuliza akili yako. Kama mtoto hawezi kuzaliwa na kukimbia siku hiyo hiyo, inakuwaje kwenye masuala ya fedha unawaza utajiri wa haraka haraka? Ambe cheza mchezo huu, cheza mchezo huu, cheza mchezo huu, cheza mchezo huu. Wanaoliwa wengi ni wanawake. Mwambie jirani yako uwe mtulivu. Acha pupa. Na mwingine hivyo hivyo. Kapata hela kazini za muda mrefu, milioni yake 20 kaidunduliza. Akachukua akaenda kucheza michezo ile mnaochezaga, wanaita michezo ya pesa za kigeni. Wanaingiza huko, sijui ndio Bitcoin, sijui vitu gani, sijui chui, wakaingiza huko. Kweli bwana. Kaweka, wakamwahidi tutakupa mara 2. Zikatoka mara 2. Akapata jumla ikawa milioni 40. 20 ya kwake, 20 faida haraka haraka akakusanya. Akasema hivi, Mungu anipe nini zaidi ya hii? Akachukua milioni 40 zile, akaenda na kukopa benki, akachanganya pamoja, mwaga mzigo wa uhakika, nikilala nikiamka tajiri. Wale jamaa wamesoma saikolojia. Kaweka mzigo, subiria faida. Anawapigia simu, anambia subiri kidogo, mtandao unasumbua, mtandao kimya. Nikamwambia nenda katafute hiyo pesa, ukipata tu ulioingiza nitakupa pesa. Umetapeliwa. Lakini mwanzoni walinipa. Ndio, mwanzoni walikupa kama chambo, kama mtego. Wakamliza, ana mkopo anadaiwa miaka 7. Shida ni nini? Wote tunatamani kutajirika leo, lakini Mungu ana taratibu zake. Anapenda ufanikiwe, lakini kidogo kidogo. Haleluya! Nenda kamuulize Mama Ruth Rioba,
Nenda kamuulize Mama Maboya walianzishaje huduma pale Kikundi. Tulikuwa ni watu wa kuhesabika, tunabeba madawati tunaingiza kwenye ibada, tukitoka pale tunarudisha. Wanafunzi kesho wakija wasome, waelewe, wasikute tumeharibu utaratibu wao. Lakini leo Mungu kawajalia kuwa na huduma na kanisa kubwa kabisa. Haleluya! Hatua kwa hatua, mwendo kwa mwendo. Acha haraka, acha pupa, utajenga uchumi mzuri. Kina mama mpo? Mkakati wa tatu, msingi wa tatu utakao kusaidia kujenga uchumi imara ni kufanya kazi kwa bidii. Mithali 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu anakuwaga nani? Masikini. Bali anayefanya kazi kwa bidii huwa anakuwa nani? Tajiri. Sasa naona baadhi ya watu wanaandika Mithali 10 mstari wa 4. Na kuandika andika, na tukitoka hapa nenda kayatende. Rudia tena. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Nisikilizeni kwa makini. Kuwa na kazi hakukupi nafasi ya kuwa tajiri. Kuwa na biashara hakukupi nafasi ya kuwa tajiri. Ili ujenge uchumi imara, inabidi uweke kitu cha pili cha bidii. Bidii, bidii, sio kutenda tu. Biblia inasema atendaye mambo kwa mkono mlegevu. Manake huyu mtu ana kazi, huyu mtu ana biashara, lakini ni mlegevu, huwa anakuwa maskini. Kwa hiyo kuwa na kazi na kuwa na biashara na kuwa na huduma hakukupi uhakika wa utajiri. Kwa nini? Inategemeana unafanyaje na ile kazi. Kuna makundi mawili yametajwa. Kundi la kwanza, wenye kutenda kwa ulegevu. Unaenda kazini umechelewa, lakini unatarajia kuwa tajiri. Wapi na wapi? Unajidanganya tu. Unaenda kwenye biashara, kila siku wewe kwenye biashara yako umechelewa. Wapi na wapi? Unafanya kazi kizembe, unafanya kazi kivivu, haujitumi, haujibidiishi. Mungu amekupa nafasi ya kuwa kiongozi, fanya kwa bidii. Ukifanya kwa ulegevu unakuwa maskini, ukifanya kwa bidii unakuwa tajiri. Bidii maana yake mambo mawili kwenye bidii, mambo mawili. Jambo la kwanza, fanya kazi kubwa kuliko kazi unaotakiwa kuifanya. Quantity, produce more than what is required. Ndio maana ya bidii. Unatakiwa utafute wateja wawili, wewe kusudia utafute wateja 4. Ndio bidii. Biblia inasema ukiambiwa nenda mwendo wa maili 1, wewe nenda mwendo wa maili 2. Ndio bidii. Nenda kalete wateja wawili, kalete 4. Unatakiwa kwa siku uzalishe shilingi 10,000. Nenda kusudia kazalishe shilingi 12,000. Ndio bidii. Quantity, idadi iongezeke. Unatakiwa ulete faida, usilete hasara. Ndio bidii. Kwa hiyo bidii, tafsiri ya kwanza ni kiwango zaidi ya kinachotarajiwa. Tafsiri ya pili ya bidii, ubora, quality, ubora. Unapika maandazi, pika vizuri basi. Sio wewe andazi lako lina vipele vipele tu. Ndi vipele kali na ukurutu. Weka kitu pale murwa, kinateleza, kiko super soft. Haleluya! Bidii kwenye kazi yako. La kwako chukuchuku, mwenzako kaweka iliki, kaweka baking powder, kaweka nini? Nani atakayenunua andazi lako ambalo tukilichungulia tu sura yake inatisha?
Weka bidii ya ubora. Haleluya. Kama umepewa nafasi ya kufagia, tukiangalia pale tupaone pasafi, isiwe kama vile umesambaza uchafu kwa kutumia fagio. Quality. Umemshonea mtu nguo, mshonee vizuri, ikae vizuri, sio huku kumenyanyuka, huku kumeshuka. Weka bidii kwenye kazi yako. Haleluya. Wahi kazini, ndio bidii hiyo. Mimi wakati nimeajiriwa nafanya kazi hivyo hivyo kidogo. Nilikuwa mkurugenzi mtendaji, chief executive officer. Nafika ofisini mapema, mke wangu alikuwa ananiamsha mapema sana, 10:30. Yeye huwa anamkaga 10:30. Haya, amka kazini. Bwana mbona wapi? Amka kazini. Basi nakimbizana 11 kwenda 12 niko kazini. Wanaokuja kufagia ofisini, kuna wakati ilifikia mahali ilibidi wanipe funguo mimi, kwa sababu mimi nawahi kabla wafagizi hawajawahi. By saa 4 asubuhi nishamaliza 90% ya kazi zangu za siku. Saa 5 nitaanza kusikiliza, kuna hiki, kuna mkutano, kuna hiki, kuna mkutano, sijui kuna nini. Saa 7 naenda kula. Nikienda kula naenda kufanya na biashara na vitu vingine kule. Saa 8 nimerudi. Saa 11 nimetoka kazini, naenda shuleni, nafundisha wanafunzi wanaosoma masomo ya biashara CPA na wanaosoma degree sijui BCom sijui nini. Jioni naenda kusimamia wanafunzi wengine. Halafu kuna wale wa dissertation, wenyewe wasomi mnajua, kuna wanafunzi wanafanyaga kitu wanaita dissertation ama shughuli za utafiti. Napewa lundo la wanafunzi hao, utawasimamia kwenye dissertation yao, wanafanya thesis yao ya masters. Nikifika nyumbani napiga ile nini, ninajitahidi na mimi niweke bidii ili niwe tajiri. Haleluya. Kwani unafanya kazi moja wewe? Nakuuliza tu swali, kwani unafanya kazi moja? Haleluya. Mnashangaa sasa, vipi leo ndio hivi? Acha uvivu. Biblia inatuambia kuna dalili za uvivu. Dalili mojawapo ya uvivu ni kupenda kitanda. Mithali 20 mstari wa 4. Mithali 20 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Jamani, kuna baridi. Mimi bado nimekumbatia blanketi langu, niko Morogoro kwenye vilima vya Uruguru. We, subiria wakati wa chakula, we ndio muhitaji omba. Sina uchumi mzuri, naomba nauli, naomba mnisaidie, mimi mwenzenu kwenye chama cha kina mama, hali yangu ni mnyonge. Angalia sije ikawa umejificha kwenye kivuli cha uvivu. Kwa nini wewe kila siku uwe muhitaji? Biblia inasema uwe mtoaji ili ubarikiwe. Wewe umekaa upande wa kupokea ili ubarikiwe. Haviendi namna hiyo. Achana na kitanda, nenda kachape kazi. Biblia inasema usile chakula cha uvivu. Achana na mambo ya uvivu. Unachelewa kuamka, unawahi kulala. Biblia inasema taa yake yule mwanamke wa Mithali, taa yake haizimiki mapema, manake anachelewa kulala. Na Biblia inasema kwenye Mithali 31 kwamba huamka kabla ya usiku kukucha. Wewe unamkaga saa ngapi?
Kina mama oye! Na uhakika mtanifukuza mbele leo. Mithali 26:14 Biblia inatuelezea kitu kingine cha ajabu sana. Ukitaka kumjua mvivu ni sawasawa na kachungulie bawaba pamoja na mlango. Bawaba ni kile kitu kimeshika mlango, kimewekwa misumari, kimeshika mlango. Ukifanya hivi inafunguka hivi, ukifanya hivi inafunguka hivi, ukifanya hivi inafunguka hivi, ukifanya hivi inafunguka hivi. Ndivyo alivyo mvivu kwenye kitanda, kila saa anajigeuza hivi, akitoka hapo anajigeuza, akitoka hapo anajigeuza hivi. Acha kitanda, nenda kafanye kazi na biashara. Tusomee Mithali 24 mstari wa 14, 26. Kama vile mlango ugeukavyo katika bawaba zake, kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Mtu yoyote anayependa kitanda sio rahisi kuwa na uchumi bora. Mtu anayechukia kitanda atakutana nacho wakati ameshachoka, huyo atapiga hatua kwenye maisha yake. Ukimuuliza binadamu yoyote atakwambia mimi sio mvivu, mimi mchapakazi. Sisi hatuhitaji kuuliza we mchapakazi sio mchapakazi. Tunachohitaji kuangalia ni uhusiano wako na kitanda, utatuambia hali yako ya kiuchumi. Ni jambo zito hili. Tusipende kulala, tusipende kitanda, tusipende kusinzia, tusipende uvivu. Amka mapema, fanya kazi za nyumbani, fanya kazi za ofisini, fanya kazi za ujasiriamali. Haleluya! Sisi tunapata wapi muda wa kuhubiri na kufanya kazi? Tunapata wapi huo muda? Wote tuna masaa 24. Wewe una masaa 24, mimi 24. Huyu hapa masaa 24 anaamka asubuhi, akimaliza baada ya kujigeuza geuza kama bawaba na mlango, ndio anaanza kutafuta chai mpaka saa 4 kamaliza chai. Baada hapo anaanza kutafuta chakula cha mchana. Baada hapo kamaliza chakula, anaanza kuwaza mambo ya chakula cha jioni. Baada hapo anarudia kule kule kwenye bawaba na mlango kitandani. Halafu anajiuliza mbona uchumi wangu hausogei? Ni kwa sababu umependa kitanda. Achana na kitanda, kaambatane na kazi kwa bidii. Haleluya! Lakini kuna jambo jingine hapa nitalizungumza, mtanisamee, litakuwa zito, lakini bora niliseme. Nisiseme? Lipo kwenye Mithali. Mithali 29, Mithali 28 mstari 1 wa 19, Biblia inazungumza habari nzito sana, kwamba katika maisha kuna mambo ya kimsingi na kuna mambo yasiyokuwa msingi, yanaitwa mambo ya kipuuzi. Ukishughulika na mambo ya kipuuzi utakuwa maskini. Tusomee huo mstari, halafu mnisikilize kwa makini, kwa sababu ni kitu sensitive, ni kitu nyeti. Mradi kimeandikwa kwenye Biblia, nisijifanye mimi mtakatifu kuliko Biblia, na kiachia kama kilivyo. Mithali 28 mstari wa 19. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umasikini wa kumtosha. Anayefuata mambo ya kipuuzi anapataga nini? Wa kiwango gani? Wa kumtosha. Yani kinasukwa ule umaskini, unashindiliwa, unatosha utosha. Sasa bado jaza zaidi, jaza zaidi, jaza zaidi. Likitoka pale kifurushi cha umaskini kama gunia la lumbesa wa kukutosha. Kwa nini? Mambo ya kipuuzi. Alimaye shamba lake atapata chakula cha kumtosha. Maana nenda kafanye kazi, nenda kafanye biashara, nenda kafanye huduma. Achana na mambo ya kipuuzi. Upuuzi unaleta umaskini. Kwa hiyo ukitaka kujua umaskini unatokana na nini, baadhi yetu inawezekana tunakimbizana na mambo ya kipuuzi kuliko mambo ya msingi. Kila saa uko kwenye simu yako, nywi 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 nywi, ya msingi ya kipuuzi.
Biblia inatuambia tuache mambo ya kipuuzi. Haleluya! Maskini una sababu. Haumpati mtu kama ajali. Unampata mtu kwa sababu kaendekeza mambo ya kipuuzi zaidi kuliko mambo ya msingi. Kila siku ukienda kanisani, hivi leo kuna skendo gani? Mamchungaji kafanyaje? Hivi kasukaje? Hivi kavaaje? Ya nini hayo ya kipuuzi? Achana nayo. Haleluya! Hayakuhusu wewe. Maskini wa kukutosha tutakupata. Kama sasa hivi hujakutosha, ukiendelea na mambo ya kipuuzi, utaongezewa kwa kiwango kikubwa mpaka liwe zigo lisilobebeka. Achana na mambo ya kipuuzi puuzi. Na yule kafanyaje? Na yule kafanyaje? Kanisani kuna nini? Kuna skendo gani? Nimesikia hiki, nimesikia na kile, nimesikia. Nenda kalime shamba lako. Masaa 24 unafanyaga mambo gani? Jumatatu mpaka Jumapili unafanyaga mambo gani? Mwaka mzima siku 365 unafanyaga mambo gani? Wengine wanakaa kwenye baraza la mizaa. Kaa kwenye kijiwe, kaa kwenye baraza, kila saa ni soga, kila saa ni story. Huna muda wa kulima shamba. Biblia inasema uchumi wako utakuwa mgumu, uchumi wako utakuwa mbaya. Jitahidi kulima shamba lako, achana na mambo yasiyofaa. Jambo la 4, msingi wa 4 utakao kusaidia kujenga uchumi imara katika maisha yako na watoto wako na kizazi chako ni kuwekeza, ama kuwa na vitega uchumi mbalimbali. Kuwekeza na kuwa na vitega uchumi mbalimbali. Tunapozungumzia kuwekeza, tunazungumzia swala la wewe kuwa na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato. Ndio tunachomaanisha. Kidogo upate kwenye ajira, mshahara, kidogo upate kwenye allowance kazini, kidogo upate kwenye kigenge chako, kidogo upate kwenye duka lako, kidogo upate kwenye hisa, kidogo upate UTT, kidogo upate kwenye bondi, kidogo upate kwenye duka la mtaa wa pili, kidogo mkopeshe mtu mwingine. Umewekeza sehemu ya fedha zako. Haleluya! Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Biblia inazungumza habari ya Mkristo kuwa na zaidi ya chanzo kimoja. Neno la Mungu linasema, tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Endelea. Uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua yatamimina juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, hapo hapo utalala. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Kama vile wewe usivyojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika hujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Asubuhi. Okay, balizia na hiyo. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Naomba rudio mstari wa 6. Huu mstari wa 6 usikilize kwa makini. Biblia inasema asubuhi nenda kazini kapande mbegu. Ikifika jioni usiuzuie mkono wako kufanya kazi, na jioni na yenyewe ni muda, nenda kafanye kazi. Manake uwe na kazi zaidi ya moja. Uwe na kazi ya asubuhi na uwe na kazi ya jioni. Tusomee mstari wa 6. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Kwenye maisha huwezi kujua kazi itakayokutoa kiuchumi na kuwa tajiri ni ipi. Kama ni kazi ya asubuhi ya kuajiriwa, ama ni kazi ya jioni, kazi yako binafsi, ama zote mbili zitakusaidia. Kazi ya asubuhi ikigoma, Mungu anatuambia kazi ya jioni itatutoa kiuchumi. Haleluya!
Kazi ya jioni ikibuma, kazi yangu ya ajira asubuhi itadumu, itanisaidia kwenye maisha. Muulize jirani yako, una kazi ngapi? Una biashara ngapi? Una bidhaa ngapi? Kuwa na bidhaa moja, unauza mchicha, ukidoda. Kwani usiuze hapa kidogo mchicha, hapa kidogo nyanya, hapa kidogo vitunguu, hapa kidogo nguo za kike, hapa kidogo nguo za kiume. Za kiume zikidoda, za kike zinajipa. Haleluya! Uwe na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato. Watu wote nikifika jioni, hasa huko mikoani, wote kitandani. Ukipita saa 1 jioni utafikiria kuna msiba. Kimya kama makaburini. Halafu watu wanajiuliza kwa nini watu wa mikoani ni maskini. Hauna kazi ya jioni. Nenda Ulaya, nenda South Africa, nenda na baadhi ya nchi, hujui mchana ni saa ngapi, hujui jioni ni saa ngapi. Watu wako bizi, wanachakarika asubuhi, mchana na jioni. Haleluya! Nenda katafute kazi ya jioni. Wafanya kazi mpo? Wangapi mmeajiriwa? Nyosheni mikono. Mlioajiriwa nyosheni mikono. Mnaogopa nini? Mbarikiwe. Haleluya! Hizo kazi zenu ni nzuri, ni kazi za asubuhi. Unaamka asubuhi, unaenda kazini. Unaamka asubuhi, unaenda kwa mwajiri. Unaamka asubuhi, unaenda serikalini. Unaamka asubuhi, unaenda kwenye sekta binafsi, kwenye kampuni binafsi. Ni jambo zuri, ubarikiwe. Lakini usiishie kwenye kazi ya asubuhi. Lazima wakati ukiwa kwenye kazi ya asubuhi uanze kutafuta kazi ya jioni. Kama hauna kazi ya jioni, umekalia kutikavu. Muda si muda, utastaafu. Hali yako inakuwaje? Huwezi ukasema tu unakaa nyumbani. Wewe tangu asubuhi unakaa nyumbani, ikifika mchana unachungulia TV, ikifika jioni unaangalia TV, ikifika usiku unaenda kitandani, mlango na bawaba. Katafute kazi yako ya jioni wakati bado umeajiriwa. Haleluya! Sijifanye kwamba una akili nyingi kuliko Mungu. Mungu kasema tafuta kazi yako ya ajira, lakini anzisha na kamradi kako pembeni, kwa sababu huwezi kujua kesho litatokea nini. Wengine mko kwenye NGO, wote tunajua kilichotokea Marekani. Bwana mkubwa katikisa kule, watu wote kwenye NGO nje. Kwa nini? Walikuwa wameng'ang'ania kazi ya asubuhi, jioni wameisahau. Mungu kakutikisa huko. Sasa kama hutaki kuiachia, natikisa Marekani ili uwe na akili ya jioni. Haleluya! Kwa nini wastaafu tuna maisha magumu? Sehemu ya sababu hatukuanza kazi ya asubuhi, hatukutengeneza kazi ya jioni wakati ni wa asubuhi. Tulikumbuka kazi ya jioni baada ya kufika jioni. Asubuhi wakati tunaenda kwenye ajira tulijisahau. Kwa hiyo tusirudie haya makosa. Tunaweza tukakosea, na Biblia inasema wakati mwingine mwenye haki anaweza akakosea mara 1, mara 2, hata mara 7, lakini tutasimama tena. Simama basi, achana na kung'ang'ania ajira tu. Fanya ajira asubuhi, lakini jioni uwe na biashara yako. Haleluya! Kawekeze, uwe na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato, maana hujui litakalotokea. Inaweza katokea korona ili wamwaga watu pembeni. Vinaweza vikatokea vita, hali yako itakuwaje? Wote tunajua kilichotokea juzi, siku si nyingi. Tukaambiwa kaeni nyumbani mtulie. Hali yako ilikuwaje? Fikiria, mimi nimeweka pesa yangu benki, wananilipa riba, nakusanya pesa. Haijalishi nimeambiwa nikae ndani nikae nje. Nimeweka hela zangu UTT, kila siku nikibonyeza, nikiwa ndani nikiwa nje, balance imeongezeka. Wewe usipotoka kitandani hutengenezi pesa. Ni jambo la hatari hilo.
katafute kazi ya jioni kwa kuwekeza kwenye vitega uchumi. Mimi ni baba mama mwenye nyumba, nakusanya kodi, nikilala kitandani na koroma kabisa. Mwisho wa mwezi ukifika unanipa kodi. We jaribu kulala, ndio utakapojua kwamba kumbe Mungu alivyotuambia tuwekeze alimaanisha. Nenda katafute kitega uchumi cha kukulipa uwe na zaidi ya chanzo kimoja. Haleluya. Mithali 21 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Kuna hazina ya thamani. Hazina ya thamani. Lazima ujenge tabia ya kuchukua sehemu ya mapato yako, iwe ni mshahara, iwe ni sadaka, iwe ni faida, ukawekeza mahali pa thamani, hazina. Nitataja baadhi ya vitega uchumi. Cha kwanza, mahali pa kwanza pa kuwekeza kwa kina mama na kwa kina baba, kawekeze kwenye ardhi yenye kukulipa kodi. Kawekeze kwenye nyumba ya kupanga, vyumba vya kupanga. Jenga vingi kama bewa la treni, kama SGR. Vyumba hivi ti. Kutoka hapa mpaka pale vyumba vimejaa. Ukijenga vyumba 10, kila mmoja ukichukua shilingi 50,000, una shilingi 500,000 kwa mwezi. Hujaishi. Shida yako wewe kutaka kujenga mijumba ya kifahari, halikupi chochote. Tega uchumi cha pili, kaweke pesa UTT. Wangapi wamewahi kufungua account UTT? Nyosheni mkono. UTT, nyosheni mkono. Hao walionyosha mkono kama ni rafiki zenu, waulizeni, watawasaidia. Sehemu ya tatu, kawekeni kwenye amana ya muda mrefu, fixed deposit, benki. Mathayo, tomba maji yangu yale pale, hapa mapya. Maji yale pale. Ile ni chupa nilikuwa nimefungua. Mathayo 5:42. Biblia inasema kama mtu anataka kukukopa, usimpe kisogo. Haya, tusomee Mathayo 5:42. Neno la Mungu linasema, asante, akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Rudia. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Asante. Natamani kama kungekuwa kuna mtu ana Amplified Bible. Kama kuna mtu ana Amplified Bible, ukiisoma ile imependeza zaidi. Lakini sasa hapa sio rahisi. Ukisoma Biblia Kiingereza anasema kuombaye mpe. Lakini yeye anayetaka kukukopa pesa wewe, mkopeshe na mtoze riba. Narudia tena. Hii ya Kiswahili inasema kuombaye mpe, naye anayetaka kukukopa usimpe kisogo. Sasa tutajaribu kukopeshana humu ndani. Kuomba ni msaada. Ndio nasema kuombaye mpe. Manake hana uwezo wa kukupa, kukurudishia. Kwa hiyo unampa. Ndio sasa aombaye mpe. Manake msaidie, manake ni grant, manake ni ufadhili. Ni pesa unaompa mtu bila kuirudisha. Lakini natamka chanzo cha pili cha mapato, nasema naye anayetaka kukukopa usimpe kisogo. Mpe mkopo uso kwa uso, usimgeuzie kisogo. Sasa tutafanya zoezi hapa. Nimepata Amplified. Okay, tusomee Amplified, tusikilize. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Okay, don't turn away who want to borrow from you. And with interest. Yep. Sawa, Mheshimiwa Mama Maboya, tunaomba utusomee
kama kuna microphone inaweza ikaenda kwake kama itasikika, na ninahitaji usikilize kwa makini. Kuna eneo tumenasa kanisani, kuna eneo tunanasa kanisani. Hatufikirii kuwakopesha watu kwa riba, hatufikirii kuanzisha vikoba tukazungusha pesa. Biblia inaruhusu kuzungusha pesa kwa riba, kwa vikoba. Haleluya! Inasema yeye anayekuomba pesa mkopeshe kwa riba. Na aliyetamka haya maneno ni Bwana Yesu. Mnashangaa. The one who want to beg from you, lend him, give him loan at an interest rate, not free money. Tusomee mheshimiwa mama. Anasema, give to him who keeps on begging from you, and do not turn away from him who would borrow. Kwenye bracket akasema at interest from borrow you. At interest from you. Mwambie jirani yako usiogope kumkopesha mtu, mtoze na riba. Haleluya! Hii mambo kukopeshana bure bure ndio inatuleteaga shida tu. Shida tu. Hela zako wewe hazikui, na ule mwingine umemjengea utegemezi. Kila saa anakuja, anaomba, naomba, mwezi uliopita umeniomba, mwezi ule umeniomba, na mwezi ule uliopita umeniomba. Ngoja nikuchomekee riba pale, utakoma kuniombaomba. Huna uwezo wa pesa, nenda kaombe msaada. Ndivyo ninavyosema. Aombaye mpe, manake huyu hana uwezo. Halafu kuna koma, naye atakaye kukopa usimpe kisogo. Tunajaribu sasa. Scenario ya kwanza, watu wawili, muombe mwenzako pesa. Halafu akikuomba pesa, mpe kisogo. Si mnaangaliana hivi, unamgeuzia kisogo hivi. Haya, anzeni. Chagueni wawili. Haya, muombe pesa. Mpe kisogo. Kisogo cha nguvu mpe. Sawa. Twende scenario ya pili sasa. Scenario ya pili, Biblia inatuambia usimpe kisogo. Hicho ulichomfanyia mwanzoni usimfanyie. Akikuomba mpe kwa riba, manake mpe uso kwa uso, mkono kwa mkono, riba kwa riba. Haleluya! Haya, tujaribu mara ya pili. Muombe, halafu mpe uso, usimpe kisogo. Mpe uso. Ipi inapendeza, ya kwanza ya pili? Kamtoze jirani yako na riba. Haleluya! Bwana Yesu alikata mzizi wa fitina, kukopa bila kutoza riba. Alisema chaneni nayo mambo. Chaneni nayo mambo. Hela yako haikui. Kila siku hela yako kwenda kwa watu wengine, imebakia pale pale. Uchumi wako umebakia pale pale. Kipato chako kimebakia pale pale. Jitahidi kumtoza mwingine riba. Kwanza itakupunguzia usumbufu. Watakuwa waji. Lakini pili, ukitoa inazalisha. Tatu, umeokoa muda. Wewe ulitumia muda kutafuta ile pesa. Huwezi kuachia tu pesa inazunguka. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.